Nafikiri kikubwa ni kwamba unajua wakati wote zilikuwa zinakuja scenarios au zilikuwa zinakuja agenda, ni vyema mtu kaamua kuzifanyia utafiti kwa kina. Ujue mpira au uendeshwe kwa hisia au na mapenzi tu, kwamba umekaa wewe ni Simba, wewe ni Yanga, wewe ni Mtibwa, basi ikija hoja una reflect kwenye kule. Hapana, mpira una taratibu zake, na uzuri tofauti na zamani. Sasa hizi kanuni zipo, ukienda kwenye mitandao unakuta kanuni za Kiswahili, za Kiingereza ambazo unaweza kupata nafasi nzuri ya kupitia. Kwa hiyo ni kama katiba ambayo unaweza kaitumia kuweza kujua kipi haki ya timu fulani, kipi sio haki, na imeweza vizuri kuanzia kwenye maandalizi ya mchezo, kuahirisha mchezo, kutoa alama, makosa ya kiuchezaji, yote yameelezewa. Kwa kupata muda ukao unapitia, unaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kushiba na kuweza kutoa comments kutokana na kile ambacho tunakiona. Kisa watu wengi tulionao sasa hizi ni watu ambao wameweka mbele maslahi yao. Yaani mtu ameweka mbele maslahi yake. Yuko tayari, tunasema kuna ile tindo uchawa, tunasema ule kwamba ni mtu yuko tayari hata nguo ya blue akasema hii ni nyeusi, na akapiga kelele kwamba hii nguo nyeusi, na kwa sababu ana kundi kubwa la watu ambao wanamuamini, basi na wao hawatumii akili, wanatumia hisia. Kwa hiyo mgogoro huu wala haukuwa mkubwa, lakini ulikuzwa na watu ambao wanatumika. Ndio walikuza mgogoro kufanya kwamba kila timu au timu fulani ina haki na nyingine haina haki. Ilikuwa ni very simple. Ukienda kwa mujibu wa kanuni, ilikuwa imekaa clear kwamba pana makosa ambayo yalikuwa yamefanyika, na good luck hizo kuzungumza kwamba Simba amebahatika. Hata hii swala la kuhamisha mchezo kwa tarehe 25 na yeye kutokuadhibiwa, inatakiwa awapongeze wale ambao wamewajibishwa, maana wale waliamua kuchukua dhambi yake yeye wakaibeba wao. Kwa hiyo walichokipata ni sahihi, lakini hili jambo ingekuwa lina uweledi pale mwanzo, ilikuwa Simba ananyang'anywa alama 3, na tunaendelea leo hii tukiwa hatuna bugudha yote, kwa sababu alichokifanya kilikuwa ni kinyume na misingi ya kanuni. Kwa tuseme Young Africans imeshinda, haki imeshinda, lakini kwa uchambuzi wako bila shaka pia tuseme umeshinda mbele ya wale ambao walikuwa kichambua, ndivyo sivyo? Mimi siwezi kusema nimeshinda, kwa sababu mimi kazi yangu ni kuanalyze hivi vitu. Mimi nimeamua kujipambanua kwamba nitakanta uzungumzia mpira no matter what. Na wasiojua pengine watazungumza leo hii, pengine Dome anazungumza na Yanga sasa hapo kwenye wakati mzuri. Leo kuna kipindi na wao walinichukia, na wao waliniandika pia wakasema ni Simba. Kwa hiyo sishangai. Mimi kitu ambacho kipo kwenye njia nzuri nitakizungumza kwa hata mara 200, as long as kina deserve. Na wewe ukiwa hauna levels, hauna kweli, nitakwambia hauna hizo levels. Mimi mambo ya kubalance kwamba Simba akiwa na 200 na Yanga na 200 mimi sipo. Hakuna kitu kiko hivyo duniani. Kuna ambaye anayezidi. Hata walio bora wale, kuna ambaye anakuwa ni bora zaidi ya mwingine. Kile ambacho watu hawapendi, nataka ukae pale au ukae hapa, ukinapozungumza wa Simba wafurahi na wa Yanga wafurahi. Hiki kitu hakipo duniani mpaka mbinguni, hakipo. Hakuna kubalance. Wewe unaamua kama ni wa Mungu utakuwa ni wa Mungu, kama upande mwingine huko. Hata hapa lazima fike hatua anataka kupewa apewe. Kwa binafsi nimeamua kuwa huko na kuzungumzia ukweli, na nitaendelea kushinda kwa sababu siku zote ninasimamia kwenye mpira na kwenye ukweli. Sasa tunashuhudia sasa kuna mchakato huu umeanza wa uchaguzi ndani ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Wakati tunatoka kwenye kasumba inayohusu dabi ya Kariakoo na watu wakitakiwa kujiuzuru, na waliojuzuru wamejiuzuru, walioacha wameacha, lakini sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Inawezekana sasa hiki ndio kipindi ambacho ni kizuri zaidi kwa wachambuzi na pengine kizuri kwa wadau wa soka wenye mitazamo chanya na kuendeleza soka letu, sasa kuingiza maguu yao sasa kwenda kuchukua nyadhifa, kwa maana kwamba tumeona kwa mujibu wa listi iliyotolewa uchaguzi nafasi zinazogombewa ni kuanzia nafasi ya kwanza kabisa ya urais mpaka chini.